Katika kipindi chetu cha maadili ya Mtanzania, tukiwa katika kipengele cha wanawake, siku ya wanawake duniani, ambayo wengi wametaka kufahamu historia yake, kwa sababu ni muhimu sana. Kama ni siku ya wanawake duniani, tukafahamu chanzo chake, tukafahamu historia yake. Nadhani ni busara kabisa kufahamu kiini au historia ya jambo kuliko kushabikia au kusherehekea tu. Mimi najua siku zote zinazosherehekewa hapa katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania, kila siku inayosherehekewa ina historia yake, ina chanzo chake, ina muasisi wake. Sasa siku ya wanawake duniani haikutokea ikawepo tu hivyo kwamba ni siku ya wanawake duniani. Kuna historia yake. Kina mama, nadhani ni vizuri mkafahamu, ni siku yenu kabisa, siku ya wakina mama duniani, dunia nzima ikisherehekea. Nadhani ni vizuri tukafahamu historia yake kabisa. Si vibaya kuelewa historia. Kwa kweli ni historia ya maana sana kuijua, kwamba chanzo chake hii siku ya wanawake duniani ilianzishwa kutokana na mama mmoja ule mwaka 1908. Mwaka 1908 mama mmoja anaitwa Anna Jarvis katika jiji la Grafton huko Virginia Magharibi, Marekani. Mama huyu alikuwa na utaratibu wa kufanya ibada katika kanisa la Mtakatifu Andrea katika hilo jiji la Grafton, kila mara kwa mara akifanya ibada ya kumkumbuka mama yake mzazi. Alimkumbuka mama yake mzazi kwa sababu alikufa akiwa katika huduma. Huyo mama, yani mama yake mzazi, alikufa akiwa katika huduma ya kuwahudumia wanajeshi waliokuwa wakitoka vitani. Sasa katika harakati za huduma yake hiyo, huyu mama alifariki. Na sasa kwanza mama yake aliguswa na wanajeshi hao waliokuwa wanarudi kutoka vitani, akaamua kuwahudumia. Lakini pia huyu mama Anna Jarvis akakumbuka kifo hicho cha mama yake, kutokana pia na kwamba wanawake wengi walipoteza maisha katika hivyo vita iliyokuwa ikiendelea huko Marekani. Kwa hiyo jambo hili lilimgusa sana Anna Jarvis, akawa na ibada za mara kwa mara, ibada za maombi. Hatimaye wanakanisa wote katika hilo kanisa la Mtakatifu Andrea wakamuunga mkono, wakaweka utaratibu wa maombi hayo kuwakumbuka akina mama waliopoteza maisha yao katika vita Marekani, lakini hasa zaidi au hususan mama yake mzazi huyu Anna Jarvis, ambaye ndiye amekuwa kama muasisi wa maombi hayo. Sasa maombi haya kwa kuwa yaliwagusa jamii kwa jumla katika nchi ya Marekani, kuanzia kwenye hilo jiji la Grafton, wengi wakashiriki, wakaungana na huyu Anna Jarvis, lakini baadaye ikaenea nchi nzima ya Marekani, mpaka serikali ikatambua juhudi hizo au jambo hilo la kuwaombea na kuwakumbuka watu waliopoteza maisha katika vita ya Marekani. Sasa basi, baada ya hapo mwaka 1911 serikali ikatamka kwamba lazima hiyo siku itafutwe, itengwe maalum, ikumbukwe kila mwaka, iwe ni azimio la Marekani nzima. Sasa miaka hiyo unavyojua Marekani ilikuwa ni kama dunia. Jambo likishambuliwa Marekani, unakuta dunia nzima imekwisha kuchukua kama ni agizo la dunia nzima. Lakini serikali ilipochukua uamuzi mwaka 1911, sasa rais akatangaza rasmi, Rais Woodron samahani jina la kigeni lakini iko hivyo Woodrow Wilson akatangaza rasmi na kutoa agizo kwa nchi nzima mwaka 1914 kwamba kila wiki ya pili ya mwezi Mei siku hiyo itengwe maalum kufanya maombi Marekani nzima, na kumbukwe yule mama au hao wa mama. Kwa hiyo sasa ikaitwa ni siku ya wanawake, siku ya wanawake ikajulikana hivyo, na basi ikaenea nchi dunia nzima. Sasa ikawa ni siku ya wanawake duniani. Hiyo chanzo chake ndio hicho. Kwa hiyo ni tamko la Mheshimiwa Rais Woodrow Wilson mwaka 1914,
ndiye alikuwa rais wa Marekani wakati huo, ikatoka kama agizo na ikaenea dunia nzima, na hatimaye Tanzania tumekuta pia tuna hiyo siku, na sasa ni siku ya wanawake duniani. Sasa nadhani ni vizuri kufahamu historia kama hivyo, ili hata kama tunasherehekea tuelewe ni kitu gani. Sasa kama ilivyo kawaida kwa sisi watumishi wa Mungu, hasa zaidi mimi kama mwalimu wa elimu ya jamii na mambo yanayotuhusu wa Tanzania na wasiokuwa Tanzania, siku kama hiyo au siku yoyote inapokuwa imefikia tunaadhimisha kitu, ni vizuri pia tukapeana dondoo au tukakumbushana mambo ya msingi. Mimi nimesema mama zangu, pamoja na kusherehekea hiyo siku, pamoja na kuifurahia, baada ya kujua historia yake, ni vizuri tukajikumbusha mambo ya muhimu kabisa. Tukisha yajua hayo, sasa tunasonga mbele, au hata tukiadhimisha, hata tukisherehekea, tunakuwa na sababu ya msingi. Sasa katika hili, mimi kama mwalimu wa elimu ya jamii au mwalimu wa neno la Mungu au mwalimu wa ndoa, mama zangu, nimeona ni vema nikawakumbusha mambo ya msingi kutokana na neno la Mungu. Kwa kuwa mimi ni mchungaji, nadhani unisikilize nikwambie mambo ya msingi. Kwanza tuelewe chanzo cha mwanamke duniani. Mwanamke amekuwaje? Mwanamke amekuwapo vipi hapa duniani? Chanzo chake nini mwanamke? Hilo lazima tulifahamu. Na hii haihusu dini moja au imani moja au itikadi ya watu fulani. Ni dunia nzima ielewe kwamba uumbaji wa Mungu alipokwisha kumuumba mwanadamu, kwanza alipokwisha kuumba vitu vyote vikawepo duniani, duniani na mbinguni, vyote aliviumba yeye. Baada ya kukamilisha hiyo kazi, akamuumba mwanadamu, Adam akawepo. Lakini baada ya Adam kuumbwa, Mungu alikuwa ameipanda ile bustani ya Eden. Watu hawajasoma hiyo historia vizuri, mpate nafasi ndugu zangu, sitasoma kila andiko, lakini ile Mwanzo sura ya 2 ukiisoma yote utapata historia nzuri sana ya uumbaji. Hata utagundua kwamba Mungu mwenyewe ndiye alipanda ile bustani ya Eden, akamweka mwanaume humo anaitwa Adam ili ailime na kuitunza. Sasa Mungu taratibu wake ulikuwa ni mzuri wa kutembea au kumtembelea mwanadamu huyu aliyemweka. Kumbuka mwanadamu alikuwa ni peke yake katika upweke ule. Mungu alitaka kujifunza kama anafahamu, anafurahia hiyo mandhari au anafurahia huo upweke au ana hali gani. Kwa hiyo kila wakati wajua kupunga, Mungu alikuwa anatembelea hiyo bustani kumwangalia huyo mwanadamu. Kila alipokwenda alikuta Adamu ana upweke mkubwa sana, ana upweke kwa staili mbalimbali. Unajua mtu ukiwa na upweke unaweza ukafanya hivi. Mambo ya kizidi unaweza ukaweka na jeki ya pili ukafanya hivi. Mambo ya kizidi unaweza ukapitiwa hata na usingizi, ukakuta umelala usingizi, lakini ni mawazo, ni msongo wa mawazo na upweke. Sasa Mungu akaona katika Mwanzo ile sura ya 2, kwa kuwa nimeshawaambia msome sura ya 2 Mwanzo mstari wa 18, hapo ndipo inapoanzia uumbaji wa mwanamke. Akasema si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hiyo ni Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Basi Mungu alichofanya kabla hajamuumba mwanamke, alipitisha viumbe vyote machoni pa Adam ili avipe majina. Watu wengine wanasoma vibaya pale, wanasoma akapitisha wanyama wote. Alipitisha viumbe vyote, naona. Kwa hiyo Adam afanye uchaguzi ni kitu gani pale ataona labda kinamfaa aweze kuwa nacho, kimsaidie, kinafanana naye, kabla hajamleta mwanamke. Kwa hiyo Mungu aligundua kwamba Adam hakufurahishwa na mnyama yeyote wala na kiumbe chochote, vyote vilipita. Lakini Mungu hapo ndipo akasema sasa kama ni hivyo, akampa usingizi mzito Adam ili achukue ubavu katika mbavu zake, akamuumba mwanamke, akamweka pembeni yake. Sasa alipomweka hapo mwanamke pembeni yake, akamuondoa katika usingizi, Mungu bado anatazama uso wa mheshimiwa Adam, ndipo akagundua kwamba kutoka kwenye usingizi akakuta kuna mwanamke pembeni hapa. Adam akachangamka sana, Adam akafurahi, Adam msongo wa mawazo ukaondoka, akamfurahia yule mwanamke, na Mungu akasema kweli kazi hii ni njema. Na Adam akatamka kabisa, akasema hakika wewe ni nyama katika nyama yangu, wewe ni mfupa katika mifupa yangu, kwa hiyo utaitwa mwanamke. Adam huyo.
Sasa ikatoka agizo pale. Kwa hiyo kama hivyo ni vema, kila mtu atamwacha babake na mamake, naye ataambatana na mkewe, watakuwa si wawili tena, watakuwa ni mwili mmoja. Mwanamke tayari ndio mwanzo wake na ndio mwanzo wa ndoa. Unaona, sisi wote wenye ndoa chanzo chake ndio hicho. Vijana mjaingia kwenye ndoa, elewa historia ya ndoa ndio hiyo. Adamu alikuwa peke yake kwanza, Mungu akasema si vema mtu huyu awe peke yake, akamuumbia mwanamke anaitwa Hawa kutoka kwenye ubavu, katika mbavu za Adamu akatoa ubavu mmoja, akaumbwa mwanamke anaitwa Hawa na akaitwa mwanamke. Historia ya mwanamke ndio hiyo, tayari mwanamke akawepo duniani hapa. Sasa mambo yaliyoendelea pia ni ya kutufundisha kina mama na watu wote mnaonitazama, mnaonisikiliza. Yaliyofuatia hapo pia ni mambo ya kujifunza. Katika maumbile hayo ya mwanamke pia tunajifunza kwamba mwanamke kama mwanamke alivyo, na wamama mniunge mkono, mnayajua haya ili muepukane nayo. Ukishayajua uyajui ili kuyashabikia, au kwamba labda tunayatukuza, au kwamba labda tunawakebei wanawake. Tunayajua ili sisi tulio hai tujiepushe nayo. Historia ya mwanamke inaonyesha kwamba mwanamke ni dhaifu, na mahali pengine tutaona maandiko kwamba ni kiumbe dhaifu. Unapotamka udhaifu, sio kwamba ni mlemavu au labda ni mgonjwa. Ni maumbile tu kwamba ni mdhaifu, kwa maana ya mambo mengi yaliyotokea katika uumbaji wa miaka hiyo au miaka iliyotangulia. Kwa mfano, mama huyu Hawa, mwanzilishi huyu wa kina mama, huyu Hawa alikuwa ndio chanzo cha kudanganywa kirahisi kabisa na nyoka au na shetani. Mama huyu alidanganywa kabisa na shetani, akavunja amri ya Mungu. Mungu alikuwa ametoa agizo pale, wale matunda yote katika ile bustani, lakini wasile tunda la mti wa uzima, ambao wakila matunda hayo wanaweza wakajua mema na mabaya. Kwa hiyo Mungu alikataza kula tunda la mti huo, lakini Hawa huyu katika kuzunguka kwake alidanganywa kirahisi na nyoka. Huo ni udhaifu. Hilo lazima tulifahamu kwamba kina mama, kudanganywa kirahisi inatokea. Kudanganywa kirahisi inatokea. Sasa mama baada ya kulijua hilo, nadhani ni vizuri kabisa wakajiepusha nayo kabisa. Wakajiepusha na wakawa makini, niseme hivyo. Sasa wajiepushe nini? Labda wawe makini, jambo lolote likija kama kukushawishi na kutaka kukuingiza kwenye udhaifu. Mama, sasa ukishajua kumbe sisi tumeumbwa ni dhaifu tangu mwanzo. Kwa hiyo mama, unajiadhari tu, na katika hilo unajiepusha hata kufanya ushawishi kwa mumeo, kwa sababu ilionekana huyu mama baada ya kudanganywa ilikuwa rahisi kabisa kumshawishi mumewe kudanganyika, naye akala tunda, na ikawa ndio chanzo cha anguko la mwanadamu katika bustani ya Eden. Hata Mungu akawafukuza mle, na ndio chanzo cha kufanya kazi ngumu, ndio chanzo cha kula kwa jasho la uso, ndio chanzo cha kufa, ndio chanzo cha mambo mengi baada ya mwanadamu kumkosea Mungu katika ile bustani. Lakini chanzo, mwanamke kadanganywa na nyoka, kashawishika, kaja kamshawishi mwanaume naye akala. Sasa matukio ya ushawishi yamekwenda kutoka kwa huyo Hawa, yamekwenda mpaka kwa mama yetu Sara kumshawishi baba yetu Ibrahim wa imani, baba wa imani Ibrahim. Baba huyu hawakupata mtoto katika uzee wao na ukongwe wao. Mzee alikuwa na miaka 100, mama na miaka 90. Katika miaka hiyo ndio mama alipata mtoto, lakini kabla ya hapo mama alimshawishi mzee kwamba achukue mjakazi. Unaweza ukaangalia kwa haraka kwamba ulikuwa ni mpango wa Mungu, labda uzao upanuke au sisi tuwepo leo. Lakini tunajifunza kitu pale kwamba mama unatakiwa kuwa mvumilivu, mama unatakiwa kuwa mjanja, mama unatakiwa kuwa na busara. Mali pengine busara inaitwa hekima, nadhani huko baadaye nitaitaja. Lakini mama hatuwezi kujua ilitokeaje au historia ilikwendaje mpaka mama akazidiwa, akamwambia mzee, kwa kuwa tukupata watoto na miaka inakwenda, mimi nadhani uingie kwa mjakazi wangu upate uzao. Biblia inasema huyu mzee hakukubali kirahisi. Kusema ukweli, mzee hakukubali kirahisi. Mama mpaka akachukua kumpa
Biblia inasema kama muda ungetosha, akamchukua Hajiri mjakazi, akampa awe mkewe, akampa aingie kwake ili apate uzao. Mzee hakuwa na la kusema, labda angekataa, lakini sasa akaingia. Hatuwezi kujua huyu mama yetu alimshawishi kiasi gani, lakini hilo ujue kabisa mwanamke ana uwezo huo, pamoja na udhaifu, lakini ana uwezo wa ushawishi. Ndio maana wanaume wanakuwa hawawezi kuwa wagumu kabisa kwa mwanamke kama akimwambia jambo la kufanya. Historia ya kushawishiwa inaanzia katika wazee waliotutangulia. Mmoja wapo ni Adam, alishawishiwa. Wa pili sasa ni Ibrahim, alishawishiwa. Sasa ukisoma watoto wao pia, Raheli, Lea, kwa waume zao hivyo hivyo wakashawishika waume zao kutembea au kuzaa na wajakazi wao. Sasa hii ikawa kama ni ugonjwa wa ukoo hivi, lakini katika hilo tunaona kabisa kwamba ni udhaifu wa kina mama. Mama, mkishajua kwamba katika siku hii ya wanawake duniani ukajua kuna udhaifu, basi unakuwa makini. Jambo lolote likitokea kama kuingiza katika majaribu au katika kushindwa au katika kumshawishi mumeo mkaingia kwenye dhambi fulani au kwenye uharibifu fulani, unakumbuka, unashtuka, unasema hapana. Sasa hii siku ya leo nimeona nikupanue mawazo hapo, ujue kwamba udhaifu umo ndani kabisa ya mwanamke, alafu nguvu ya ushawishi imo ndani ya mwanamke. Hata ukisikia habari za Samson na Delila, Samson alikuwa ni mtu mwenye manguvu yake. Kwa siku tulizomo tungeweza kusema alikuwa ni bouncer, ni jitu hasa lina manguvu yake kabisa. Samson, historia yake inaonyesha alikuwa ni mtu wa nguvu, hapakuwa na mtu mwenye nguvu kama Samson miaka hiyo. Lakini Delila, mwanamke tu, Delila kahaba, alimshawishi mpaka akaingia kwenye tatizo la kutobolewa macho na kukamatwa, baada ya kushawishiwa, kubembelezwa. Sasa hiyo nguvu iko kwa mwanamke, hiyo nguvu iko ndani ya mwanamke, mpaka huyu bouncer akakubali, hakuwa na jinsi. Lakini ushawishi huo unaendelea mpaka leo. Watu wengi ambao kabisa wamekubali kushawishika wakaingia katika dhambi ni wengi. Ukiacha hiyo ya kina Delila, ukiacha hao kina Raheli, kina Lea, sasa unaweza ukaja mpaka hata kwenye Agano Jipya ukamkuta mama yetu Anania, mama yetu Safira alivyomshawishi Anania. Naona wameuza vitu vyote vikawa hapo, lakini ilikuwa azimio vitu vyote kuweka shirika. Lakini mama akasema, kwa nini tupeleke vyote? Wakazuia sehemu ya mali kupeleka mbele ya miguuni pa mitume. Kwa hiyo kilichotokea, mzee wetu Anania, mama yetu Safira, wote wakafa kwa uongo huo, kwa kumdanganya Mungu, lakini kwa ushawishi wa mama. Mama ameshawishiwa na nani? Ni shetani moja kwa moja huko. Haya ni mambo ya kujifunza mama, ili muwe makini tunaposherehekea siku ya mama duniani, basi tuboreshe mambo yetu. Na ninaposema udhaifu huu unaweza ukaenda mpaka kwenye ndoa, udhaifu huu unaweza ukaenda mpaka kwenye maisha ya kawaida ya mwanamke, udhaifu huu na nguvu hii ya ushawishi inaweza ikaenda mpaka kwenye maeneo ya kazi kwa wale ambao wamekwisha kuajiriwa na kupata nafasi mbalimbali. Lakini mama, mjitambue kabisa kwamba shetani anawawinda wakati wote kuwaingiza kwenye udanganyifu, kuwaingiza kwenye ushawishi, ikawa ninyi muwe chanzo cha uharibifu wa aina yoyote. Hiyo ni historia ya uumbaji, mama zangu, muifahamu. Lakini na waamsha usingizini, naamsha nia zenu za ndani, mjue kabisa kwamba nguvu hiyo ya ushawishi ipo, na shetani anapenda sana kupitia kwa kina mama. Hilo mlifahamu kabisa. Alafu ukifanya hata uchunguzi wa kawaida, roho zote chafu, sasa nitaanza kusoma maandiko, roho zote chafu mara nyingi zinawavaa kina mama. Shetani anapenda sana kupitia hapo kwa kina mama. Mimi nimeshuhudia kabisa. Labda tusome moja wapo, Mithali 11:22. Usikie hayo mambo mama zangu. Roho chafu, roho za uchawi, roho za mapepo. Unakuta wengi hata katika mikutano, sisi tunaofanya mikutano ya Injili, unakuta wanawake wengi ndio unakuta wanabebwa tu mapepo, majini, mapepo yanapenda sana kuwaonea kina mama. Kwa hiyo kina mama muwe makini, na labda mimi mwishoni nitawaomba tu kina mama wote waamue kuishi maisha mazuri ya kumcha Mungu. Ndio usalama wenyewe. Mambo mengine napokwenda kuyataja huku mbele
utakuta kuna umuhimu wa kila mtu. Sasa kwa kuwa naungana na kina mama, ni muhimu kwa kila mwanamke aamue kwa makusudi mazima kuishi maisha ya kumcha Mungu ili awe salama. Shetani atakapokuwinda akute uko imara na Mungu atakuwa upande wako kukutetea. 22 anasema hapana, nadhani hiyo niache, sio nzuri sana, yenye maneno mazuri. Sikiliza Luka 8 mstari wa 2. Luka sura ya 8 mstari wa 2. Luka sura ya 8 mstari wa 2. Sikiliza mama zangu, alafu tuwe makini tu. Mama zangu, nia yangu hapa sio kwamba na laumu au na washutumu, ni kuwaumbia umakini zaidi. Mjue kabisa kwamba shetani anapenda sana kupenya kupitia kwa ninyi kina mama, alafu mambo yakawa mabaya tu. Mstari wa 2 Luka sura ya 8 anasema, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Wanawake kadha wa kadha wakatajwa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia Bwana kwa mali zao. Sasa huko tuache kwenye kuhudumia na mali zao, huko nitakuja kutaja baadaye kwenye sifa za mwanamke, lakini ujue kabisa wanawake kadha wa kadha waliokuwa na mapepo wabaya. Unaona Kutoka 22:18, Kutoka 22 mstari wa 18, Biblia inasema hivi, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Hajasema usimwache mchawi kuishi. Kama ingekuwa inawahusu wote, angesema usimwache mchawi kuishi. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Ukija kuangalia matukio mengi ya wachawi, utakuta wanawake. Kwa hiyo mama mnaonisikiliza, kuna umuhimu kabisa wa kuamua kwa makusudi mazima kuishi maisha ya kumcha Mungu ili ukawa salama, kwa sababu hizi roho zipo zinatembea na zinatafuta mahali penye udhaifu zikaingilia hapo. Ukisikia mwanamke, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Na hapa mjini kwa kuwa tuko mijini hapa, sikiliza matukio ya wachawi wengi wanaokamatwa, wanaruka na ungo, wanaoteremshwa au wanaokosea kwenye rada huko katupa chini kuja kucheki wanawake. Ukienda wapi? Juzi hapa Magu walikamatwa wanawake 4 kama sikosei, wote wanawake, na walikuwa uchi kabisa. Usiku wa manane wametua katika sehemu fulani, watu wanafanya maombi, lakini hapakuwepo na mwanaume hata mmoja. Haina maana kwamba wanaume hawawezi kutokea kuwa wachawi. Wanaume wachawi wapo kabisa, lakini safari hii tunaongea kuhusu siku ya wanawake duniani. Wamama walitambua hilo kwamba shetani hupenda sana kupitia huko. Mama zangu, muwe makini. Hata ukisoma habari za mke wa Ayubu, hebu sikiliza, ukisoma Ayubu sura ya 2, uende usome mstari wa 9 mpaka wa 10. Mama zangu, mtakubaliana na mimi, kina mama mnaonewa sana na shetani. Kwa hiyo ni kuwa makini kabisa. Huyu Ayubu, mke wa Ayubu 2, kitabu cha Ayubu sura ya 2 mstari wa 9 mpaka wa 10, utakuta habari za mke wa Ayubu akimshawishi mumewe kabisa, na akimwambia hivi, wewe hata sasa, maana Ayubu alipokuwa amezidiwa kabisa majipu, amekuwa na mateso mengi, alafu majaribu yamekuja mfululizo, lakini mama anamshawishije, anamshaurije? Sikiliza ushauri wa mama. Hivi hata sasa bado unashikamana na utimilifu wako? Si umkufuru Mungu ukafe. Sikiliza hilo wazo, si umkufuru Mungu ukafe. Ni ushauri umekwenda kwa mwanaume, lakini mwanaume tukisoma pale unakuta Mungu alimsaidia akasema mama. Sasa wewe unasema kama mmoja wa wanawake wapumbavu, tupate mema tu kwa Bwana, tusipate na mabaya. Kwa hiyo ushauri wa mama huyu mwanaume hakufuata, lakini kama angemsikiliza mama, ilikuwa ndio chanzo cha Ayubu kufa, kwa sababu alimwambia umkufuru Mungu ukafe. Wewe unafikiri magonjwa yote haya, majaribu yote haya, bado Mungu yuko pamoja na wewe? Bado unashikamana na utimilifu huu? Si umkufuru Mungu ukafe? Sasa mama zangu, nadhani mnanipata vizuri, alafu mnanipenda, kwa sababu sio kwamba namshutumu mtu yoyote au na watupia lawama. Hapana kabisa, lakini nawatahadharisha tu. Na katika siku hii ya wanawake duniani, tahadhari hizi mzichukue kabisa, kwamba shetani anawawinda na anapenda apitie hapo.
Hata mahali pengi penye ndoa unakuta ndoa inavunjika, au mahali pengine 1, 2, 3, shetani anapenda sana kupitia kwenye udhaifu kabisa. Ukumbuke kabisa shetani hana sera yoyote ya maana, lakini anapenda sana kupenya kwenye udhaifu, na akishapata nafasi anaingia anasumbua ndoa. Akishaingia anasumbua ndoa. Lingine ni kiburi. Labda nikitoka mapumziko niongelee kiburi pia. Kiburi, ugomvi, unasikiliza, ubishi. Sasa haya mambo ni matunda ya shetani tu, anawapandikizia kina mama kuvuruga mambo kabisa. Mama akiwa kabisa kwenye makundi ya watu wenye viburi, wabishi, wagomvi, walevi, mwanamke apendezi kabisa kuwa kwenye vitu hivi, lakini anavutwa na adui ambaye ni shetani. Anadanganywa kirahisi na shetani. Unakuta mwanamke ameshajisahau. Hayo ndio mama nimeona niwakumbushe. Nikirudi mapumziko nadhani niendelee niwakamilishie maneno yenu haya ya msingi, muende nayo katika siku yenu ya wamama, myakumbuke, myatafakari, alafu mchukue tahadhari, alafu mchukue ushauri wangu. Nadhani baadaye, kwa kuwa nitatoa namba zangu, wengi mtanipigia simu kunipongeza. Asante mwalimu, asante mchungaji, uliyosema yote ni kweli, kwa sababu mimi nilikuwa hivi na hivi na hivi, lakini sasa tangu ulipotutahadharisha mimi naishi vizuri, sasa mambo ni mazuri. Ndio nia ya masomo haya. Nia ya masomo haya sio kulaumu mtu, sio kushutumu mtu, sio kuhukumu mtu, lakini tunashauriana, tunapeana mawazo. Baadaye taruhusu mpige simu mnipe mawazo pia. Basi mniruhusu niende mapumziko, nikirudi tutaendelea hapa tulipoishia. Tunakushukuru kwa kutupa ndoa yenye amani, kwa kutupa ndoa yenye furaha, kwa kutupa ndoa yenye amani, kwa kutupa ndoa yenye furaha. Japokuwa tumepitia mengi, japokuwa tumepitia mengi, wewe Bwana ulitupigania, wewe Bwana ulitupigania mpaka kufika hapo. Ni kwa msaada wa Bwana, mpaka kufika hapo ni kwa msaada wa Bwana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, kwa hiyo tunamshukuru Mungu aliyetuwezesha kufika hapo, aliyetuwezesha kufika hapo. Tunafurahia, ndoa yetu kwa furaha,
Ndugu yangu, kama ndio kwanza unafungua runinga yako, kipindi hewani ni Maadili ya Mtanzania, lakini tunaongea kuhusu mambo ya kina mama, hasa katika siku yao ya kina mama duniani. Tumeona ni vyema tupitie mambo ya msingi, mambo ya adili, baada ya kusherehekea tu tukala, tukanywa, tukavaa nguo mpya na hotuba za hapa na pale, lakini mambo yetu yanayohusu kina mama, yanayowahusu kina mama, nadhani nimeona ni vyema nikawakumbusha, alafu nikawapa pia kama silaha kabisa ya kujihadhari na shetani, mjue kwamba anawawinda na mara nyingi anapenda sana kupitia kwa kina mama. Na ndio maana matukio mengi umeona wamama, wanawake. Sasa udhaifu huo, mimi nadhani ukishajua haya mama unajihadhari. Mengi nimeyasema hapo, kama unakumbuka, roho chafu zinawavaa wanawake, lakini pia kiburi. Nimeondoka nimegusia neno kiburi. Kiburi, mwanaume anaweza akawa na kiburi asionekane kabisa kama ana kiburi, lakini mwanamke ikibadilika akawa mwanamke ana kiburi, anaonekana haraka sana katika jamii, kwa sababu mwanamke kwa asili yake ameumbwa awe mnyenyekevu, awe mtii, unasikiliza, awe mwanana tu, mpole tu, naona. Lakini inapotokea mama ni mkali, ni gomvi, ni hapana. Sasa hapo inaonekana haraka, alafu katika jamii inaonekana kama kasoro kubwa sana. Kwa mfano kama ni ndoa, kiburi kinasababisha hata taraka kabisa na kuondoa amani katika mji, kwa sababu kwa asili ya mwanamume alivyoumbwa, ameumbwa aogopwe, asikilizwe, aheshimiwe, kwa kuwa ni kichwa. Hayo ni maumbile, na nikifundisha mambo ya ndoa siachi kuyataja hayo. Sasa sio mahali pake, lakini mama kutii na kunyenyekea ni vazi kabisa la heshima kwa mwanamke. Mwanamke akiwa mtii anapendeza kabisa. Mwanamke akiwa na kiburi hapendezi kabisa. Mwanamke, ukisoma habari za huyu Malkia Vashti, huwezi ukafundisha kiburi ukaacha kumtaja Vashti, malkia aliyepoteza umalikia kwa ajili ya kiburi. Tena kiburi cha jambo dogo tu, kama atakavyokusomea usikilize hapa. Hata siku ya 7 ni kitabu cha Esta sura ya 1 mstari wa 10 mpaka wa 12, lakini unaweza ukasoma mpaka mwisho kule ukapata mambo yote. Hata siku ya 7 mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliwaamuru memuhani wametajwa pale wasaidizi wake, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliodumu mbele za mfalme Ahasuero, wamlete Vashti malkia mbele ya mfalme amevaa taji la kifalme, ili kuwaonyesha watu na maakida uzuri wake, yani uzuri wa huyo mama mkewe malkia, maana alikuwa mzuri wa uso. Kumbe imeandikwa kabisa, awaonyeshe maakida uzuri wake, maana huyu mwanamke malkia Vashti alikuwa mzuri wa uso. Bali Vashti malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme. Sasa tusiendelee huko, nikueleze kilichotokea. Huyu mama kwa kukataa kuja, wafalme wote na maakida wote waliokuwepo na wanaume wote, kitendo hicho akikuwapendeza kabisa, kwamba ameitwa mwanamke kuja mbele ya mfalme, watu wamuone uzuri wake, kumuona tu, naona, wala sio kumtuma aushe vyombo au kumtuma afue nguo. Mama, vaa vazi la kifalme, watu wamesafiri kutoka mbali kuja kushuhudia uzuri wako. Unajua sisi wanaume, mkako kama ni mzuri au umemtunza vizuri, unajikuta unamtambulisha mara kwa mara kwa watu. Hata unamtambulisha hata mara mbili, za ingine unawakera watu. Jamani, huyu ndio wife bwana. Ulishatuambia mzee. Sasa nishawaambia, labda mmesahau jamani, huyu ndio wife bwana. Kumbe unasisitiza, unajivunia mke wako ni mzuri, na hii ni historia kabisa. Huyu mfalme kabisa aliona bora avae huyu mama mavazi ya kifalme, aje hapa wamuone uzuri wake. Ikaongezea alikuwa mzuri wa uso, kwa hiyo watu wamuone. Watu wamekuja wameazimia mioyo, tukamuone bwana. Ilikuwa nisiende kwenye hii sherehe, lakini wacha niende nikamuone mke wake bwana. Amevuma sana, kila mtu anasema mfalme Ahasuero ana malkia mzuri, ana mke tukamuone bwana. Sasa anaitwa, anasema siwezi kwenda tena, kwa ujeuri kabisa, nendeni mwambie siwezi kuja. Sasa maneno hayo na majibu yalipofika, baraza zima linashangaa kabisa. Ndio ikatoka agizo, nisiseme kila kitu hapa, nenda kasome sura nzima ya kwanza na ya pili. Ikatoka agizo kabisa kwamba
atafutwe binti mwingine aliye mwema na mnyenyekevu kuliko huyu Malkia Vashti, achukue nafasi yake. Vashti aondoke ngomeni. Kuondolewa ngomeni, angalia, sio kuondoka polepole, aondolewe ngomeni na asikanyage hapo tena. Tafsiri yake si ni kuvunja ndoa? Sasa kwa ajili gani? Amefanya nini? Kiburi tu, kiburi tu. Kwa hiyo mama, wale wenye viburi, hii siku ya leo siku yenu ya kina mama duniani, mama, kemea kiburi kabisa. Na kama unaona kimekuvaa kitaki kukuachia, maana kingine ni cha ukoo, kingine cha kabila. Anasema sisi kabila letu tuko hivyo, wala tubadilishwi. Sisi hatusemwi, sisi hatuguswi na mtu, sisi hatupigwi, sisi hatukemewi, hatufokewi. Sasa mama, unajivunia vitu ambavyo havina tija. Sisi ninyi kina nani? Kwa sababu mwanamke ni mwanamke, anatakiwa aonyeshe sura ya upole na unyenyekevu na utii. Wanawake wote watii ni mashahidi wangu. Mnakula mambo mema mengi ya waume zenu. Mtii anapendeza. Naona hata mwanaume unashawishika kumchukulia zawadi unapokuwa popote. Mke wangu najua ananisubiri, atanipokea kwa utii, kwa heshima, ananipenda, ananiheshimu, ni msikivu. Naona sasa hayo mama myajue. Na mama zangu mjue kabisa, kinyume cha neno kiburi ni utii kabisa. Kama wewe umeshinda kiburi, maana una max zote hapo nyumbani, wewe ni mtii. Na kiburi kama ukienda nacho mpaka shuleni, utakuwa wewe ni mtu wa kupigwa kila siku au kupewa adhabu. Kama ukienda nacho majeshini, kwa mfano mnaenda JKT, si mnaenda wapi huko, mama, utapata shida. Ndio nakueleza hatari za mwanamke kuwa na kiburi. Kama ukienda nacho mpaka kazini, kwa wengine mliokwisha kuajiriwa, kupanda cheo itakuwa shida, kufukuzwa itakuwa lazima. Wakati wowote wakipunguza, wakibana matumizi, anabanwa kwanza mwanamke mwenye kiburi. Tukiacha wanaume wengine, tuachane nao, kwa sababu siku ya wanaume duniani itakuwepo, nitasema nao. Mimi naongea na wamama. Mama wa kiburi hapendezi kabisa kabisa, na utashindwa kupandishwa hata vyeo, utapunguzwa cheo, utawakera hata wenzako. Unataka kusema na Helena, utamweza sijui bwana vipi? Kiburi huyu jamaa, yaani mwanamke kiburi. Naona unajua kiburi kinasomeka mpaka usoni hata kabla hujazungumza chochote. Mwingine anabinua midomo, alikuwa mzuri mrembo, lakini kwa kiburi amesharibika hata sura, maana midomo inatoka sehemu yake inalegea hivi, anabinua saa zote kama anataka kutapika. Yaani ana kichefu kwa kila mtu, kiburi kile. Unaona, unamuita yuko hapa, hawezi kuitika. Sasa hiyo tabia unaweza ukaenda nayo mpaka kwenye ndoa. Sasa ni mwanaume gani atakaa na mwanamke wa hivyo? Kazini nani atakaa na mtu wa hivyo? Popote pale, mama, kiburi kikemee kwa jina la Bwana. Na kama kimeshindikana, ndio maana natoa namba zangu za simu, kinaondoka hicho kwa jina la Bwana. Halafu ugomvi, kiburi sasa kinakuja kukuzalia vipengele vingine vidogo vidogo. Unakuwa ni mama mgomvi, mama mbishi, mama mbabe. Sasa nimesema vitu hivyo ninavyovitaja hapa, ni kusomea maandiko chapu hapa, vipeleke popote katika jamii, havikubaliki kwa mwanamke. Mwanamke mbishi, mwanamke mgomvi, mwanamke mchokozi, mwanamke mbabe hapendezi kabisa. Sikiliza mwenyewe usikie. Ndoa zingine zina matatizo kutokana na wanawake wagomvi. Sisemi wanaume wagomvi hawapo, wapo na wasubiri kwenye siku ya wanaume duniani. Sasa naongea na wamama. Mama, kama wewe ni mgomvi, mimi naomba unipigie simu nikusaidie. Inatoka hiyo tabia, inaondoka. Na saa nyingine unajivunia umeirithi kwa mama mzazi, labda mama yako alikuwa hivyo. Maana niliwahi kuamua kesi moja, mwanamke mgomvi akasema, mchungaji, mimi sidhani kama utafaulu hapa. Najua umewasaidia wengi, lakini hapa kwangu sidhani, kwa sababu hii tabia kwanza mimi nina nafuu. Mzee, ungemwona mama sasa. Mama alikuwa ni balaa kabla hajafariki, aliwahi kumpiga baba mpaka wote tulimhurumia mzee. Sasa kama mama alimpiga baba, mwanangu, unajivunia vitu gani hivyo? Unaona ni kitu cha kuiga hicho? Maana mambo mazuri unaweza kuiga, lakini vitu vibovu kama hivyo sidhani kama kuna sababu ya kuiga. Mithali 21 mstari wa 9. Sikiliza, mwanaume amefikishwa hapo. Mwanaume amefikishwa hapo, sikiliza. Mithali sura 21 mstari wa 9. Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Hajatajwa mwanaume hapa.
ila mwanaume ndiye anatamani kukaa darini, nyumba haikaliki, kelele, ugomvi, ubishi, ubabe. Naona saa zote unataka kumtunishia mwanaume misuli. Mama, utafika wapi? Sana sana kama ukupigwa, kinachotafutwa hapa taraka. Sasa unaichochea, alafu hata kama taraka isipotolewa mwanaume akavumilia, yani ni nyumba haina amani mama yangu, kwa ajili yako tu. Unaona, hata kama atavumilia akawepo, saa nyingine yanamzidi mambo, anachomoka mwenyewe, anaondoka na kuachia mji. Sasa mama, umepata faida gani? Unaona mstari wa 19 hapo mbele, sura hiyo 21, Mithali 21:19, ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika, yani kwenye nyika kabisa, jangwani pasipokuwa na maji kabisa, kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi. Sasa hebu niambie, mwanamke ambaye ameshindikana hapo kwenye ndoa, alafu ana cheo labda ofisini mahali fulani, au ni mheshimiwa fulani, unadhani huko anaendeshaje watu? Mimi nawaonaga wengine kwenye bunge tu. Nisiende mbali, ninyi wote mnazo TV, kipindi cha bunge bado kipo hewani, hawajamaliza. Kesho fanya ushahidi, fungulia bunge, ndio utajua hapa huyu mwanamke mume wake hatumjui, lakini nadhani ana shida. Mama una hoja nzuri, lakini kuna namna ya kuitoa kama mheshimiwa, alafu unajitambua kwamba wewe ni mama, alafu mama aliumbwa kwa heshima kubwa na Mungu. Kwa hiyo mama ni mtii, ni mnyenyekevu, alafu ana hoja ya msingi, alafu anawasilisha sasa, mpaka unajua huyu ni mke wa mtu kabisa. Jamani, aliyemuoa huyu mheshimiwa kweli ameoa. Lakini kuna mwingine kabisa pale, yana hata kupanda hata wanaume mabegani. Sisi huwa tunajadili tukiwa kwenye TV, unasema hivi, huyu ana mume kweli? Na ije itokee neema imshukie, labda apate nafasi fulani ya utawala au ya vipi. Mama, kwa kweli hali sio nzuri. Utapata maadui kazini, utapata maadui kila mahali, na watu wa namna hiyo kwenye jamii wanakuwa ni wagumu. Sasa ukiacha kwenye bunge, ukiacha kazini, ukiacha wapi, hata katika mtaa wako utajulikana tu kabisa kwamba mama fulani, hapana bwana, hapana. Au hata pale nyumbani, mpaka watoto wanakuambia, mama, si upunguze kidogo ukali, baba umemnyanyasa vya kutosha. Unajua anaweza akaamua kukupiga mama, sumu tu, yani anajiamini bado, alafu anasema ajaribu aone basi. Si mwanaume huyu, ajaribu aone, baba yenu aone. Sasa mama, ukifikia hapo, mimi ndio nakupa dawa. Sasa dawa, nikitoa namba zangu nipigie, tuzungumze kwanza, alafu nikuombee uone mapepo yatakayolipuka yakakuacha huko huru. Mstari wa 24, hiyo Mithali 21 mstari wa 24, sikiliza. Mwenye kiburi na kutakabari, jina lake ni mbishi, maana utenda mambo katika majivuno ya kiburi chake. Mbishi, mbabe. Sasa mama, mpaka hapo umekwisha kuelewa kwamba kiburi hakina faida. Na mama, ulivyoumbwa kwa heshima, unastahili kuheshimiwa, hata kama huna elimu yoyote, hata kama huna kazi yoyote, hata kama huna ndoa, lakini mwanamke kwa asili yake ni mtu wa kuheshimiwa. Kama nikija kufundisha somo la ndoa, utakuta wanaume tumepewa agizo kabisa na Mungu. Katika Petro wa kwanza ile sura ya 3 ule mstari wa 7, kuna neno pale linatuhusu wanaume. Nadhani nitakuja kuligusia kwenye kipengele cha kuheshimiwa. Kuheshimiwa, mama anatakiwa kuheshimiwa kabisa, kwa sababu yeye ni mtu wa muhimu sana katika jamii, katika familia. Na mimi nawaambia, eneo lolote kama kuna wanawake, unaona lilivyopoa, alafu unaona lilivyo na kasoro kubwa kabisa. Lakini unaonaje tungekuwa na wanawake waadilifu, wanawake wapole, wanawake waliojaa hekima, wanawake waliojaa hofu ya Mungu? Unaonaje hiyo eneo ingekuwa na mafanikio makubwa sana? Nasema nyumba yoyote ya ibada ukikuta kuna wanawake, mambo hayaendi. Ofisi yoyote ukikuta ni wanaume watupu, hakuna wanawake, mambo hayaendi. Nyumba yoyote, familia yoyote unakuta ni madume watupu, hakuna mwanamke au wanawake, nyumba haiendi kabisa. Mama ni mtu wa muhimu sana, lakini ili aheshimiwe, mama lazima ajiheshimu. Kwa vyovyote vile, mama zangu,
Huko ndiko nakoelekea. Nitawaambia kabisa akila msingi, vitu vingine ambavyo vinaonekana dhahiri kabisa, mama, vikatae kabisa. Wewe unajiona kabisa ulivyo hapo. Alafu nimesema kwamba kiburi kinasomeka kwenye sura. Unaweza hata ukachukua kioo ukathibitisha haya ni yasemayo. Wakati ukichukia mama, imetokea jambo limekuudhi, mama zangu, simu yangu nitapa mnipigie, sema mwalimu ulijuaje? Yaani ukichukia tu kitu kikakukwaza mama, chukua kioo chapu jicheki. Sura sio ile tena. Umevaa sura nyingine. Sura ya shetani moja kwa moja. Kwa nini? Wewe Mungu amekupa sura nzuri. Wamama wengi wamepewa sura zao nzuri. Wako vizuri kabisa, maumbile yao mazuri, lakini tabia inakuja kuharibu kila kitu. Mpaka watu wanasema uzuri wa bure. Huyu mama asingekuwa na kiburi, kwa kweli ni mzuri sana. Ila kiburi, ila ujeuri, hashauriki, haambiliki. Sasa mama, umefanyaje? Na kwenye siku hii ya wamama duniani, mimi nadhani ni wakati mwafaka wa kurekebisha mambo. Tuyatafakari haya, tuchukue hatua zinazostahili. Namba zangu nazitoa bila uchoyo, mwishoni nitazitoa. Nipigie, tukutane watu mlio karibu na mimi. Ulio mbali nipigieni, tutaongea, tutashauriana, nitakuombea. Naomba niende mapumziko, lakini sasa nikirudi, namba hizo hapo chini ya runinga uziandike vizuri, uandike ujumbe wako mfupi, message unitumie. Alafu tutatoa pia namba ya kupiga, utapiga, utaongea hewani, kila mtu atakusikiliza. Utanipa mawazo yako, utanishauri, utaniuliza maswali. Niende mapumziko. Naitwa Mwalimu Dr. Jacobo Mutashi. Na kualika tena tuwe pamoja katika kipindi chetu cha maadili ya Mtanzania. Ndani ya kipindi hiki utajifunza mambo mengi. Tutatoa mafundisho mbalimbali kuhusu maisha ya ndoa, maisha ya vijana, malezi ya watoto, matumizi ya nyumba za ibada, amani. Kutoka kwake Dr. Mwalimu Jacobo Mutashi. Ya mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua runinga, nasema karibu, tuendelee kipindi hewani maadili ya Mtanzania. Niko naongea na mama zangu katika siku yao ya wamama duniani, siku ya wanawake duniani. Najaribu kuwakumbusha mambo ya adili, mambo ya msingi, mambo ambayo yanaharibu kabisa mandhari kabisa katika maisha ya mwanamke na yanavunjia heshima. Lakini katika siku kama ya leo, nadhani ni vizuri tukayajua haya ili kujiepusha nayo. Na mahali pengine unapokuta kwamba iko nje ya uwezo wako kabisa, basi ukahitaji maombi ya watumishi wa Mungu kama mimi hapa natoa namba zangu kila wakati. Tukaomba tu mambo yakaisha, ukaenda vizuri. Wengi kumbuka kina mama, nafasi zenu ni nzuri sana. Huko mbele nadhani nitayazungumza hayo. Serikalini tunatazamwa sana wamama kupandishwa na kupewa nafasi nzuri zenye maamuzi. Ilianza 50-50, lakini nadhani sasa hivi tumeshavuka. Hayo nitayafafanua nadhani mwishoni nitakapokuwa na waaga. Lakini kwa sasa hayo niliyoyasema kuhusu mambo ya tabia, mwenendo, mwanamke kwa kweli badilisha mwenendo. Kama ni mwenendo mbaya, acha kabisa mama, upendezi. Upige simu au utume message yako. Lakini naomba niwaombe, wewe unayepiga sasa hivi, nadhani ukate mwenyewe kabla sijakata, kwa sababu unapiga kwenye simu. Hapa ni message, sio kupiga. Ya kupiga ndio hiyo hapo imeandikwa, ya kupiga ni 0739 500 222. Hiyo ndio ya kupiga ndugu yangu. Sasa unapopiga hii ya message, unaenda kinyume cha utaratibu, alafu unavuruga utaratibu kabisa. Piga hiyo nikupokee. Sasa message zilizoko hapa, ya kwanza ndio hii. Sema, mchungaji, mimi ni binti, nataka kufanikiwa, kila nikifanya mtihani na faili, naomba unisaidie. Sasa wewe mwanangu utanipigia, kwa sababu nitatoa namba zangu za simu. Siku ukiwa na mitihani nipigie, mimi nitakusaidia, japokuwa sio somo lake. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, eti kwa nini mimi mtu akiniudhi kidogo tu nakasirika, najaribu kujizuia, ila hiyo hali inatokea? Bwana nipokee kwanza huyu. Ndugu yangu nakusikia, karibu. Nani mwenzangu, uko wapi? Pole bwana, pole, imekatika bahati mbaya. Jaribu tena.
Naona. Sasa huyu anayesema nakasirika na mtu akimudhi kidogo nakasirika, ndio hayo niliyosema mwanangu au mama yangu kwamba unipigie nikuombee. Hayo ni mapepo tu. Mapepo kabisa kabisa, sio hali ya kawaida. Hali ya kawaida mwanadamu unapaswa kujaa msamaha. Na wazungu wanasema take things simple, take it easy. Wanasema kwa Kiingereza take it easy. Mambo unachukua simple. Unaona? Au mahali pengine mzungu anasema calm down. Unaona? Yaani dhibiti hasira zako. Sasa unaona kinyume, huwezi kudhibiti, huwezi kujizuia, hali ina kuvamia, inaendelea kuwepo. Hapo unahitaji maombi ndugu yangu. Naomba unipigie, nitatoa namba zangu muda sio mrefu. Mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe. Tumishi, mimi mume wangu ni mlevi, kila siku anakunywa pombe. Nifanyeje? Ngoja nipokee kwanza huyu. Ndugu yangu, habari za saizi? Nani mwenzangu uko wapi? Jaribu kupunguza sauti ya TV basi baba. Karibu baba nikusikilize. Asante sana. Nilikuwa naomba tu ushauri kwamba hivi mwanamke anaweza labda kuolewa ndio kutoka kwa baba yake kuja kuishi na kwa wanaume, anatakiwa atumie ubini gani? Yaani bila baba yake au ubini wa wanaume? Hayo ni maelewano, hakuna sheria fulani. Hakuna sheria fulani. Hiyo mnaelewana wewe na yeye. Lakini mimi ushauri wangu mimi ningemshauri atumie la kwako. Ubini wa mwanamume. Mimi ningeshauri hivyo kwa sababu kule ameambiwa aondoke, tena Biblia inaagiza, sijui kama Qur'ani, nadhani hata Qur'ani inaagiza hivyo kwamba atamwacha baba yake na mama yake, atambatana na mkewe au na mumewe. Hiyo ni agizo la Mungu. Sasa mimi sidhani kama kuna mantiki kuja huku kwangu kaendelea kutumia majina ya baba na mama. Maana hayo majina unawachia wadogo zako ambao hawajapata neema ya kuolewa waendelee kutumia jina la baba. Inapendeza akitumia jina la mume wake ili aendelee kupata marupurupu ya baba. Unaonaje labda kama ameolewa na mheshimiwa waziri? Si ni neema, si ni faida kwake? Anaitwa Mama Jacobo Mutash. Kwa mfano mimi ni waziri hapa au labda ni balozi. Sasa anaitwa Mama Balozi. Labda babake hakuwa na cheo chochote, labda alishafariki, labda hata kusoma, lakini kwa ajili ya mume wake unakuta huyu anakuwa ni mheshimiwa na yeye sasa. Sawa. Ni ushauri tu, mimi na washauri tunashauri, sio sheria. Na shauri tu baba. Kwa mfano huu mmoja niliotoa, uone kama ina nguvu hiyo jina. Ina nguvu sana. Mama zangu na wamama wameniunga mkono nadhani. Okay. Baba umeuliza swali zuri. Nimelipenda alafu nimelifurahi hata mimi. Je, mama kama anajiheshimu lakini anaishi na msichana jamani. Je, mama kama anajiheshimu lakini anaishi na msichana lakini mambo yake anawaambia majirani, je, nifanyeje? Naomba msaada wako. Hili swali baba sijalielewa, kama ni mwanaume unaniuliza. Je, mama kama anajiheshimu lakini anaishi na msichana lakini mambo yake anawaambia majirani. Sasa hapo ni mshauri tu, mama haruhusiwi kutoa siri za ndani nje. Hapo labda ni mshauri hivyo. Wewe uliyeuliza swali, kama sijajibu vizuri nitatoa namba zangu nipigie niweze kusaidia zaidi. Wewe unatania sasa. Huyu ameandika kaneno kamoja tu, anaandika mambo. Uone hata hizi mvi, basi heshimu hata mvi hii. Sasa mambo mwanangu, si ajabu ni binti au ni kijana mdogo sana unaniuliza mambo, ni kujibuje? Na kupokea bwana. Nani mwenzangu uko wapi? Mwenzangu nani uko wapi? Umepiga simu alafu zungumzi ndugu yangu.
Habari za hapo studio. Kwa jina naitwa Joseph, nipo pande za Nyegezi, Mwanza. Naomba unipigie wimbo wa Beka na Bebe. Wewe hujajua kipindi kilichoko hewani jamani mwanangu. Dokta, kwa majina mimi naitwa Tobias leo na Baba Devi. Naomba kuuliza kuwa tunaposoma maandiko yanasema kuwa mwanamke hakuumbiwa utawala bali ushauri na utii na unyenyekevu, na hili la kupewa mwanamke mamlaka makubwa ya kutawala hata serikalini yanatoka wapi? Sasa Baba Devi, labda unipe kwanza hilo andiko, afu mimi nitakujibu. Kama huna andiko tutaongea mimi na wewe. Mwenzangu, nani mwenzangu uko wapi? Nakusikiliza baba, nakusikiliza. Ni nani uko wapi? Unaongea na Eric bwana, si punguza sauti yako kwenye TV ndipo tutaelewana bwana Eric. Punguza sauti. Punguza sauti ya TV ndipo tutaelewana Eric. Karibu Eric. Sawa. Nakusikiliza, muda unaenda? Sema sasa, unasemaje baba? Kuna watu wanapiga. Naam? Eric, unasemaje? Haya, Eric umepiga, unashindwa kuzungumza. Ujipange vizuri bwana Eric hapo Isamilo. Dokta, majina yangu ndio nasema Baba Devi. Unitafutie maandiko yanayosema mwanamke ameombewa kunyenyekea, kutii, lakini asipewe utawala. Unajua inawezekana bwana Eric unalo andiko ambalo tafsiri yake umeichukua vibaya, kwa sababu mwanamke Biblia mahali pengine anasema hakuna mwanamke pasipo mwanaume, hakuna mwanaume pasipo mwanamke. Hapo ina balance mambo. Sasa inakuja haki ya kusoma. Mwanamke amesoma, mwanamke ana elimu yake, utamnyimaje nafasi ya kutawala au kuongoza? Sasa hilo andiko linalosema asipewe ndio nitafutie Baba Devi. Alafu tutaongea mimi na wewe, alafu siku nyingine ikija kwenye somo hili nitarusha hewani. Ubarikiwe pastor. Mimi ni Gospel Mwamluku toka Isamilo. Bwana Gospel, nashukuru sana. Unasemaje sasa? Naona umejitambulisha tu bwana Gospel. Mungu akubariki sana. Dokta, naitwa Meki Mselewa. Mimi naishi Kirumba, Mwanza. Naomba nikutane na wewe. Je, nitakupataje? Mimi napatikana katika kanisa langu linaitwa EAGT, liko hapo Kiloleli. Karibu sana bwana Meki, utanikuta hapo. Kanisa linaitwa EAGT Kiloleli. Utanikuta hapo bwana Meki, tutaonana uso kwa uso. Ukifika hapo sehemu moja hiyo inaitwaje hiyo? Casanova, hoteli ya Casanova, kuna barabara ya udongo inateremka kwenda chini darajani. Fuata hiyo mpaka mwisho utakutana na hilo kanisa EAGT hapo Kiloleli. Majina yangu kamili ninaitwa mchungaji Dr. Jacobo Mutash. Bwana Meki, tutaonana mubashara. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu mimi hapendi mfano kuwa tunatembea wote pamoja, na kwepa kabisa, na kwepa tu. Nikimwambia hata nisindikize hata sehemu fulani kidogo hataki. Tatizo ni nini mchungaji? Kutoka Laurent Kupeti kutoka Igoma, Mwanza. Bwana Laurent, kwanza pole sana. Huyu mama angesikia habari za huyu Marikia nimemtaja Esther, mama yangu, kama unanisikia mama Laurent hapo, acha kiburi mama yangu. Mama yangu kiburi acha. Sasa baba anapotaka umsindikize au uende naye mahala, unapokataa unataka achukue mwingine kutoka wapi? Labda amealikwa kwenye harusi, labda kwenye sherehe, anaona fahari kwenda na wewe mama yangu, mama Laurenti, alafu namkatalia. Unatafuta nini hapo mama? Nadhani kama umenisikia, ni mwaka wenu huu, ni siku ya kina mama duniani. Rekebisha mama yangu hiyo hali. Bwana Laurenti, nadhani umenifurahia hapo kwa sababu nimekusemea. Utakuwa umefanya makosa kama unanitazama mama yuko jikoni, na yeye alitakiwa nisikilize hapo. Mimi nimesha kusemea. Biblia inakataa kuvaa nguo ya jinsia tofauti. Kwa nini wanawake wanavaa suruali bwana? Hili sio somo lake.
Kuna somo la mavazi ndugu yangu nilikuwa nalo hapa, mbona ukujitokeza bwana Paulo? Paulo wa Mkolani huyo. Nipigie baadaye bwana Paulo. Kweli baba, mwanamke msikivu ni baraka katika nyumba, lakini na sisi wanaume ni wakorofi katika ndoa, ni vurugu tupu. Tuna mapepo hata sisi. Tunaoa wake wengi saa nyingine. Mzee, tuombeane. Sasa siku ya baba duniani nisubiri kabisa. Nitasema mengi kwa wababa. Message nyingine. Mbona mpigi? Nasubiri upige huku. Ukipiga huku na nyamaza huku na kupokea. Naomba mpige 0739500222. Piga hiyo. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Mimi mume wangu ni mlevi, kila siku anakunywa pombe, naomba maombi yako. Nitaomba mama nikitoka hapo unipigie, unipe na majina yake tuombe pamoja. Ulevi unaondoka kabisa, unamwacha anakuwa huru kabisa. Ubarikiwe sana mchungaji. Wanawake wa sasa wamjue Mungu ili viburi vipungue, maana wengine wana viburi sana. Lakini wewe uliyesisitiza hivi, ukumbuke pia wanawake wengine ni wanyenyekevu sana, ni watulivu sana. Viburi wanasababishiwa na waume zao. Anakuja hana kiburi, ni mwadilifu kabisa, lakini kutokana na tabia mwanaume na vituko anavyofanya mwanaume, inabidi mama ajikakamue. Kama kujitetea hivi. Kwa hiyo na wababa, nikija kwenye siku ya wababa duniani, mnisubiri tu kwa hamu. Kuna mambo mengine tunawasababishia wake zetu. Niseme mnawasababishia, mimi nimeshapona nadhani. Ndio maana napata fursa ya kuja mbele yako hapa. Mimi ni Tadei Shio. Mke ukimuoa anaruhusiwa kutumia jina la baba yake au atumie jina la mume wake, yani ubini. Nitashukuru kama utanijibu. Nadhani wewe ndio ulipiga, tukaongea moja kwa moja. Nilijibu moja kwa moja, nikatoa ushauri. Naam baba, nani mwenzangu, uko wapi? Naongea na Michael. Bwana Michael, karibu bwana. Kwema baba. Marahaba bwana, karibu nikusikilize Michael. Mimi bwana nasema kwa sasa hivi. Yaani wanawake wa kweli sasa hivi. Niko nasema kwa sasa hivi mchungaji, tuombee tu. Yaani kwa wanawake sasa hivi wana matatizo mengi, kwanza wana kile kiburi. Unakuta kinatoka wapi baba? Nadhani umenisikiliza nilivyokikemea. Nadhani wote wenye viburi nitaweza wanipigie ni waombee. Unajua kiburi ni tabia ya shetani. Wala usijiulize eti kinatoka wapi. Ni tabia ya shetani. Na inaondoka kwa maombi. Kwanza mimi mtumishi wa Mungu, kuna kitu yani kwanza mimi mtumishi wa Mungu nakuta yani mpaka nafika hatua anasema kwa nini nilioa? Jipe moyo Michael. Ukana mwanamke unakuta yani unakuta na mtandao bora na jini unaenda yani akili unakuta pia kwa unaweza kuuliza na mteja hiki nijiuzie kibei kabla akili unakuta yani akili na sisi kabisa unakuta unafikiria ya nyumbani ndio ufanywa. Kwani Michael unakaa wapi? Wewe niite tu niwatembelee hapo nyumbani. Nitaongea naye kwa hekima mama, nitaongea naye atarekebisha mambo. Fanya utaratibu niite Michael. Haya. Message ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe baba. Habari za hapo studio. Pole na kazi. Mungu baba, mimi kazi ya Mungu baba, nimekuwa nikifuatilia vipindi vyako kwani vinabariki sana. Naomba uniombee nipate mume mwema. Baba, nimekuwa nachumbiwa na wa duniani tu. Na mimi nimeokoka, akija aliyeokoka uchumba unafunjika. Niombee baba. Baba yangu, mimi naitwa Grace Kilimahewa. Grace uko Kilimahewa, ni jirani kabisa na kanisa langu Grace. Wewe njoo tu hapo jirani tu Kiloleli, kanisa EAGT hapo Kiloleli utanikuta. Tutaongea kwa uso, nitakushauri, baadaye nitakuombea Grace.
alafu mambo yako yatanyoka, wala hamna tatizo, utaolewa. Jipe moyo. Alafu Bwana Michael, naomba uandae siku niite nifike hapo nyumbani niweze kuongea na mama, mambo yote yatarudi kwa sawa. Mama zangu nawashukuru sana, ndugu zangu wote mmekuwa mnanitazama, mnanisikiliza, sio wamama tu. Japokuwa naongelea kuhusu wamama katika siku yao ya wanawake duniani, nawashukuru sana. Lakini mama zangu, naomba mrekebishe mambo yote hayo ambayo nimesema, lakini zaidi sana kwa ninyi ambao tayari labda mna kazi maofisini, mna kazi kwenye makampuni, kwenye viwanda, ongezeni elimu yenu, panueni elimu yenu. Wasichana ambao mko mashuleni, jitahidi sana kuchukua masomo ya sayansi, kwa sababu sasa hivi ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Someni sayansi, kwa sababu tunakoelekea ni viwanda, ni mamitambo, na nia ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mpango wa Mungu kwa wanawake ni kuwainua zaidi tu, kuwainua. Sasa ukiwa una elimu yako, una maadili mazuri, una tabia nzuri, si mgomvi, si mbabe, huna kiburi, mambo yako mama yatakuwa mazuri sana. Na wala ambao mko mmeshaolewa, mko kwenye nyumba zenu, mama, mkirekebisha mambo haya, namba yangu ya simu nataka nikupe sasa hivi, utanipigia kunishukuru. We badilisha tu mwenendo. Kama huyo aliyelalamika anamwambia mama msindikize, hataki. Sasa unataka aende na nani? Lakini kama umenisikiliza, badilisha tu uanze kumsindikiza uone. Yaani mambo mengi madogo mama zangu, Mungu amewapa uwezo mkubwa sana kurekebisha hali ya ndoa kabisa. Mambo mengi mmepewa uwezo kuliko wanaume, ni mambo mengi ya maana sana. Kwa hiyo najua mmenielewa. Sasa nitoe namba zangu za simu ili mnipigie. Nikija tena siku nyingine nakuja na somo jipya kabisa. Hapa nimemaliza. Majina yangu kamili ni mchungaji Dr. Jacobo Mutash. Kanisa langu nachunga hapo EAGT Kiloleli. Kama nilivyoelekeza, ukitoka Casanova hapo hoteli kubwa tu inajulikana, jina ni Casanova. Sasa hapa chini kuna barabara inateremka kwenda darajani. Sasa hilo daraja ukilipita, ukipanda kidogo tu, mkono wako wa kushoto, ukimaliza uwanja wa mpira, mkono wako wa kushoto tu utakuta kuna kanisa, ni EAGT Kiloleli. Hata ukiuliza majina yangu wote wananifahamu hapo. Karibu sana. Namba zangu 0767 493793. Narudia 0767 493793. Namba ya Airtel 0784 493793. Ndugu zangu, Mungu awabariki sana.